السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا. أحبتي في الله، بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى na kumtakia rehma kipenzi cha umma huu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika darasa yetu ya leo tutaangalia kuhusiana na umuhimu wa kutoa sadaka, ahamiyatu sadaqa, umuhimu wa kutoa sadaka pamoja na fadhila ambazo zenye kupatikana katika ibada hii ambayo ni adhimu. Kwanza tutambue kwamba utoaji wa sadaka ni moja katika ibada ambazo ni adhimu, ambazo mje kujikurubisha kwa kupitia ibada hizi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah azza wa jalla ameliamrisha katika aya nyingi ndani ya kitabu chake. Tukianza na aya ya kwanza, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake kitukufu, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anawaamrisha waja wake wajikurubishe katika ibada hii. Ibada alizozifaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, lakini miongoni mwanzo ikiwemo ibada ya sadaqa. Bali ulama wanasema kwamba katika ibada ambazo ameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, sadaka itakuja kujifakharisha juu ya ibada zingine. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza katika aya hii kwa kusema wa anfiqu, na hii ni fi'lu amri, kwamba toweni mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni. Kumbe vile ambavyo tunatakiwa kuvitoa si vyetu sisi, bali pia ni Allah subhanahu wa ta'ala katuruzuku na katuamrisha pia tuvitoe. Na tunapotoa si kwamba labda tunamuongezea Allah subhanahu wa ta'ala chochote, la, bali ni kwa ajili ya nafsi zetu wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala anasema man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha, yeyote atakayefanya wema basi atambue anaifanyia wema nafsi yake, na yeyote atakayefanya ubaya, ubaya ule utakuwa ni wenye kuirejea nafsi yake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akasema toweni mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikiwa na mauti. Siku zote mwanadamu mauti tunakumbuka kwamba kila mmoja atakutwa na mauti, yatamfika kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi lazima itaonja mauti. Sasa kawaida ya mauti kwamba hayana habari, hayana taarifa, hayana hodi, yanapofika basi ni pale pale. Kwa hiyo vile ulivyovikusanya na ilhali umeambiwa uvitoe kwa ajili ya kutafuta vilivyoko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, vilivyoko akhera, ukaamua ukafanya ubakhili, siku unaondoka kwamba hakuna utakachoondoka nacho, vyote utaviacha, na kwenda ikawa pia ni sababu ya wewe kupata maangamivu hata huko unakoelekea. Kama hujavitolea sadaka, vikawa ni katika ukaweka katika sadaqatun jariya, vikakufaa hata baada ya kuondoka katika maisha haya ya dunia, tambua kwamba ukiondoka vile huenda watoto wako wakavitumia katika njia ambazo si sahihi, na ilhali hujajiandalia akhera. Kwa hiyo utakuwa umekosa dunia, kadhalika akhera utakuwa ni mwenye kuikosa. Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa anfiqu, toweni mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, kabla mmoja wenu hajafikwa na mauti, fayaqula, akawa ni mwenye kusema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Mola wangu mlezi, lau ungenichelewesha basi walau muda mfupi, dakika chache tu, ungenichelewesha ewe Mola wangu, fa asaddaqa wa akum minas salihin, ili nipate kuwa ni mwenye kutoa sadaka na niweze kuwa ni katika watu wema. Kwa hiyo kuonyesha kwamba kumbe sadaka inakupeleka wewe na kukuweka katika mazingira ya kuwa ni katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao ni as-salihin. Ndugu katika imani, mja wa Allah subhanahu wa ta'ala anapofikwa na mauti, ibadati ambazo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Ziko swala, ziko saumu, ziko ibadati mbalimbali, haji na nyinginezo. Lakini anapofikwa na ghargha, bi maana nafsi inapofika katika dakika za mwisho kutoka, mja atakapokuwa akitamani kurejea duniani, hatotamani kingine chochote kile, kwa sababu yani atatamani kwamba lau angekuwa ni mwenye kurejeshwa duniani, basi angetamani arejeshwe ili aje atoe sadaka, kwa kuonyesha ujira wa sadaka. Kwa hiyo sasa hivi mtu hawezi kujua kwamba ni neema
yuko nayo, ambaye kaneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vile alivyonavyo aweze kuvitumia katika taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasubiri mpaka siku nafsi malakul mauti ameshafika, anatoa roho yake, ndio anatamani kwa kusema rabbi laula akhartani, ewe Mola wangu mlezi, lau basi ungelinirejesha walau muda kidogo tu, laula akhartani ila ajalin qarib, lau ungelinirejesha walau kwa muda, unipe nafasi